Karibu mpendwa mtazamaji katika kipindi chetu cha yaliyosemwa yakaachwa. Tuko katika sehemu ya 5. Niendelee pale. Nikodemu anaongea hali ya kumtetea Kristo na kusimulia miujiza yake. Wayahudi wengine 12 na wengine 26 na Veronika pamoja na maakida 34 na wengine walishuhudia juu ya miujiza. Lakini Nikodemu, Myahudi mmoja, alisimama mbele ya gavana na kusema, "Niruhusu hakimu mwenye haki kwamba unipe ruhusa niseme maneno machache." Pilato akamwambia, "Ongea." Nikodemu akasema, "Ninaongea na wazee wa Wayahudi na waandishi na makuhani na Walawi na umma wote wa Wayahudi katika kusanyiko lao. Nini mnakusudia kumtenda mtu huyu? Ni mtu aliyetenda mambo mengi yenye faida na miujiza yenye utukufu, miujiza ambayo hakuna mtu aliyewahi kuifanya katika dunia, wala hakuna atakayeifanya." Unaweza kuangalia ile kinaelezwa katika ile Yohana 3:2. "Niwasihi mwache aende zake, msimtende jambo lolote. Kama anatoka kwa Mungu, miujiza yake itadumu, na kama ni kwa wanadamu, basi itakoma." Musa naye alipotumwa na Mungu Misri alifanya miujiza aliyoagizwa na Mungu mbele ya Farao mfalme wa Misri, ingawa waganga wa nchi kina Janes na Jambre kwa uchawi wao walifanya miujiza ile ile aliyoifanya Musa, lakini haikufanya kazi. Na miujiza ambayo waganga waliifanya haikuwa kutoka kwa Mungu kama tunavyofahamu, enyi waandishi na Mafarisayo. Yote yaliyofanywa nayo yalitoweka na wote waliowaamini. Hivyo mwachieni mtu huyu aende, kwani miujiza mnayomtuhumu kwayo aliifanya ni kutoka kwa Mungu. Hivyo hastahili kifo. Wayahudi wakamjibu Nikodemu, "Na umekuwa mwanafunzi wake, ndio maana unamtetea?" Nikodemu anawauliza, na gavana naye amekuwa mwanafunzi wake anaposema kuhusu yeye, "Je, si Kaisari aliyemweka katika nafasi hiyo ya juu?" Na Wayahudi waliposikia hayo walitetemeka na kumsagia meno Nikodemu, wakisema, "Huyu amepokea mafundisho yake na ndiyo sababu yuko upande wa Kristo." Nikodemu akajibu, "Amina, nitapokea mafundisho na kura yangu iko kwake kama mlivyosema." Na Myahudi mwingine akainuka na kuomba nafasi ya kusikilizwa na gavana ili anene maneno machache. Na gavana akamwambia, "Ongea lililo katika mawazo yako." Akasema, "Nimelala kwa miaka 38 katika kisima cha kondoo kilichoko Yerusalemu, nikiugulia maumivu makuu, nikisubiri uponyaji ulioletwa na malaika ambaye wakati fulani aliyatibua maji. Na yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia katika maji aliponywa magonjwa yote aliyokuwa nayo." Mungu akubariki. Kutana nami katika sehemu inayofuata ili tuweze kuendelea. Tunafanya hivi kwa sababu ya ufupi wa muda katika mitandao tunapokuwa tunarusha video isiwe ndefu sana, lakini naamini kadri siku zinavyoendelea tutakuwa tukijifunza zaidi, na wakati mwingine kitulazimu, basi tutaona namna ya kutengeneza mazingira ya kwamba mambo haya yasomwe kwa urefu ili kila mmoja aweze kuyasikia kwa uzuri. Mungu akubariki. Usiache kusubscribe wewe unatufuatilia YouTube, lakini pia pale TikTok usiache kusubscribe, pia kulike kwa ajili ya kufanya kazi ya injili iende mbele. Kule Facebook nako usiache kusema chochote na kulike pia. Mungu akubariki wewe ambaye unachangia. Mchango wetu unasema kwamba tungetamani tuone studio na maboresho ya kazi ya Bwana. Nikukumbushe tu kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja. Jitakase, lakini wewe ambaye hujamwamini, muamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen.